Ndugu waandishi wa habari, naitwa Chonya Elisha, mwenyekiti wa vijana mkoa wa Mbeya, vijana wa Chadema. Niko mbele yenu kwanza nizungumze mambo mahususi mawili au matatu kulingana na ambavyo labda mmeniuliza. Jambo la kwanza, mmeniuliza kuhusu kinachoitwa kampeni za uchaguzi au sijui kinachoitwa mwenendo wa kampeni za uchaguzi. Sasa nafikiri kabla sijalijibu hili ni muhimu ikaeleweka mimi ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia baraza la vijana ngazi ya mkoa wa Mbeya. Lakini mnafahamu kwamba chama chetu ambacho kinasikiliza, kinaheshimu, kinathamini sana michango ya wananchi, maoni ya wananchi. Sisi tulichukua maoni ya wananchi walioanza kuyaishi na kuyadai miaka mingi. Pengine kipindi kile tuko kwenye mfumo wa vyama vingi, na hata tuliporejea gizani mwaka 1965 mfumo wa chama kimoja, mwaka 1992 tunarejea kwenye mfumo wa vyama vingi. Kelele za wananchi, madai ya wananchi miaka ya 2005, miaka ya 2010, kelele ikawa kubwa ya wananchi ya kudai mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kwenye nchi. Utakumbuka mwaka 2011 mpaka 2014 mpaka iliundwa tume miongoni mwa tume nyingi ambazo zimeundwa kwenye nchi, lakini angalau ilikuwa na mafanikio fulani, tume ya Warioba. Kuja mwaka 2012 hapo mpaka 2015, madai ya wananchi kuhusu mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ilikuwa ya mwananchi inayowekwa kwenye box la kura. Iwe ndio sauti ya mwananchi, uwe ndio uamuzi wa mwananchi. Mwananchi awe ndio anayeamua nani anakuwa mwenyekiti wake wa kitongoji, nani anakuwa mwenyekiti wake wa kijiji, nani anakuwa diwani wake, nani anakuwa mbunge wake, nani anakuwa rais wake. Box la kura ya mwananchi iwe ndio inayoamua. Madai ya wananchi ambayo yamepuuzwa kwa enzi zote katika historia ya uchaguzi wa nchi yetu. Wananchi wakasema, wakakinai kupiga kura, wakasema hatutapiga kura chini ya mfumo huu wa uchaguzi, chini ya taratibu na sheria hizi za uchaguzi, na chini ya kanuni zinazotungwa mara kwa mara zinazoitwa kanuni za uchaguzi. Wakasema watapiga kura. Chama chetu kwa kuheshimu misingi hiyo ya wananchi, kwa kuheshimu msimamo huo wa wananchi, Chadema ikaja na msimamo huo wa wananchi kwamba ili kuwe na uchaguzi unaoitwa uchaguzi wa kidemokrasia, demokrasia ya kweli, ili kuwe na uchaguzi wa haki, wa wazi, unaokubalika, uchaguzi unaotoa mamlaka kamili kwa wananchi, lazima kuwe na mageuzi, kuwe na mabadiliko ya katiba, kuwe na mabadiliko ya sheria zinazosimamia uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi kimuundo wake iwe huru, tofauti na hiki ambacho kimeletwa mwaka jana, kinaitwa eti kwa jina Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na ukweli wa Mungu wanajua, na wananchi ndio maana wamesisitiza na wamesisitiza tena, wanajua si huru. Msimamo wetu ukawa ni kwamba kama hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. No reforms, no election. Ni msimamo wa chama uliopitishwa na mkutano mkuu wa chama tangu tarehe 21 Januari mwaka 2025. Huo msimamo haujabadilika, na ndio maana chama chetu hata sasa hakishiriki hicho kinachoitwa uchaguzi, ambacho kwa maoni yangu naona ni kiini macho, ni mfano tu kutaka kuwaaminisha watu kwamba kuna uchaguzi, lakini ni uchaguzi upi? Uchaguzi kati ya nani na nani? Tunaposema kuna uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi wa kiushindani, maana yake wananchi wanapelekewa mapendekezo ya wagombea kutoka kwenye vyama mbalimbali, hasa vyama ambavyo vina uungwaji mkono wa kutosha kwa wananchi,
na wananchi wanapata fursa ya kwenda kupima, ya kwenda kuangalia ni pendekezo gani ni bora, na wananchi waseme naam, kati ya haya mapendekezo hili ndilo pendekezo bora. Katika uchaguzi au katika hiki kinachoitwa uchaguzi, ni mapendekezo gani, ni mapendekezo yapi wananchi wamepelekewa? Sasa ukiniuliza kwamba eti mimi ninaonaje kinachoitwa mwenendo wa kampeni za uchaguzi, sasa mimi ninachokiona, ninaona kuna mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, si kampeni kwamba wananchi wanaambiwa nini kuhusu taifa lao. Maana yake kungalikuwa na kampeni, tungesikia msisitizo wa hali ya juu kabisa. Ufisadi kwenye taifa letu utashughulikiwaje? Wizi wa rasilimali za nchi utashughulikiwaje? Hali duni na umasikini wa watu wetu utashughulikiwaje? Lakini na mambo mengine ya msingi kama watu kutekwa, watu kupotea kwenye taifa hili watashughulikiwaje? Huoni, hausikii. Na ndio maana kuna kitu kinachoitwa mikutano ya hadhara na si mikutano kwa ajili ya kampeni za kiuchaguzi. Kwa maoni yangu mimi, ukiniuliza nitakwambia kuna mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, vinavyoitwa vyama vya siasa, ya kawaida tu, ya ujenzi wa vyama vyao tu. Na ndio maana hata kwenye chama kimojawapo, hasa hicho Chama cha Mapinduzi, kupitia kwa mwenyekiti wake wa CCM taifa, walisema wanasomba watu waende kwenye mikutano, kwa sababu wanajua hawana uwezo wa watu wakaenda kuwasikiliza. Hakuna kampeni ya watu waende wakasikiliza, ila wanasomba watu kwa magari, wanasomba watu kutoka kilomita 90, kilomita 45 waende kwenye vituo vya mikutano ya hadhara, waende wakawasikiliza. Kwa hiyo hakuna kinachoitwa kampeni, ila kuna mikutano ya hadhara. Hilo nafikiri huo ni msimamo wa chama chetu na ni msimamo wa wananchi, kwamba hakuna uchaguzi kama hakuna mabadiliko. Na nyinyi wenyewe mmeona hakujatokea mabadiliko yoyote ya kimsingi yanayoweza kuwezesha uchaguzi wa huru, uchaguzi wa haki, uchaguzi wa wazi. Swali lingine mmeniuliza kwamba ninaonaje mwenendo wa mahakamani kuhusiana na kesi inayoendelea, hasa mahususi kesi ya mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mimi wakati nina tafakari sana kuhusiana na kinachoitwa kesi aliyozawadiwa mwenyekiti wetu wa chama, inayoitwa kesi ya uhaini, na mimi sitaki kujadili sana kwa sababu iko mahakamani, lakini ninachoweza kuzungumza hapa ni kwa kiwango gani taifa letu halizingatii na wala halijali misingi ya haki. Taifa letu, hata mahakama ambayo kwa mujibu wa katiba hii inatambulika kama ndio mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji wa haki, unaona pamoja na maneno hayo yanayotamkwa kwenye katiba na kwa ukweli wa muundo wenyewe wa mahakama, unaona jinsi ambavyo inashiriki kuchelewesha haki, kinyume kabisa na msimamo wa misingi ya utoaji haki au utendaji wa mahakama, jinsi inavyoweza kuchelewesha haki. Na kwa misingi hiyo ya kuchelewesha haki, wanasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Kwa hiyo unaweza kuhitimisha ni kwa kiwango gani mahakama vile vile inatumika kunyima haki. Mwenyekiti Lissu amekamatwa tarehe 9 mwezi wa 4. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 10. Ni shahidi mmoja tu ndio ametoa ushahidi wake, na kwa lugha nyepesi kesi imeanza kusikilizwa tarehe 6 rasmi, kwamba kipindi chote hiki kesi ilikuwa imeanza kusikilizwa. Sasa misingi ya kutenda haki bila kujali hali ya mtu ya kijamii, hali ya mtu kiuchumi, misingi ya kuto kuchelewesha haki bila sababu za msingi. Najiuliza kuna sababu gani za msingi za kuweza kumweka mtu ndani kwa kipindi chote hiki?
Na hapa tunazungumza kwa mwenyekiti Lissu. Huenda kuna wengine maelfu wako kwenye mahabusu, wako magereza, wakiwa wanaonewa sawasawa na wanavyoonewa mwenyekiti Lissu. Kwa sababu liko wazi kwa kesi hii ambayo umemzawadia, unaona ni wazi ni kesi tu ya kisiasa. Sasa ni wito wangu na ni maoni yangu kwamba mahakama ifike hatua iutende, iuishi ule umuhimili na utukufu wa kimahakama, iwe na ujasiri wa kusimamia na kutenda haki bila kuogopa, bila kutikisika. Tunafahamu changamoto walionayo, na ndio maana tunadai mabadiliko ya muundo, mabadiliko ya katiba, ili angalau tupate muhimili wa mahakama utakao kuwa huru. Jaji mkuu asiwe anateuliwa au anatokana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais. Angalau tukipata mabadiliko tutakuwa na uhuru, lakini bado angalau kimuundo, angalau kwa maneno ya katiba, tunahitaji kuwa na mahakama ambazo ziko huru, zina ujasiri wa kutokuchelewesha haki, zitende haki bila kuangalia au kuogopa kwa namna yoyote. Sasa mimi ni wito wangu kwamba kesi za namna hii za kisiasa ambayo tunaziona na yale yanayoendelea mahakamani, watu kupigwa mahakamani, watu kuzuiwa wasiingie kusikiliza kesi, wamegoma wao wenyewe kurusha kesi mbashara, angalau watu waweze kusikiliza au kufuatilia kesi wakiwa nje na mahakamani, wakiwa makwao. Mtu wa Mbeya, mtu wa Ikungi anawezaje kufuatilia kinachoendelea kwenye kesi ile? Na ile kesi ni kesi ya jamhuri, yani ni kesi ya wananchi dhidi ya Lissu. Wenye kesi yao wanazuiwa wasisikilize, wanazuiwa wasifuatilie. Wakienda mahakamani wanapigwa, wakienda mahakamani wanazuiwa wasiingie. Unajiuliza tuna muhimili wa aina gani ambao unaweza kuruhusu haya yakatokea? Sasa yote kwa ujumla wake, ucheleweshwaji wa haki, uminywaji wa haki, inaonyesha tu ni kwa kiwango gani haki inanyimwa, na inaonyesha ni kwa kiwango gani kuna ushirika ovu wa kuhakikisha watu wanaonewa, watu wanabaguliwa, watu wanatwezwa, watu wananyimwa haki zao. Sasa muhimili wa mahakama isingekuwa busara na haipendezi kwamba raia ambao wanaamini, na tumekuwa tukiamini hivi, kwamba mahakama ama mahakamani ni mahali ambapo panapaswa kuwa na harufu ya haki, panapaswa kuwa na marashi ya haki. Tukionewa kokote, eneo pekee la faraja na eneo ambalo tunapaswa kukimbilia iwe ni mahakamani. Sasa kama mahakamani kwenyewe hali yenyewe ndio hiyo, inatia wasiwasi raia wa Tanzania. Na kupitia muhimili wa mahakama, tafadhali tusiingie kwenye jaribio la kuharibu kabisa imani ya wananchi kwa muhimili wa mahakama. Na jambo la mwisho ni jambo la hali ya usalama kwenye nchi yetu, hasa katika kipindi hiki. Hali ya usalama imetetereka sana, na ni masikitiko yangu kwamba eti kuna jamii ya watu wanaitwa wasiojulikana, eti wana nguvu kuliko vyombo vya serikali, vyombo vya dola. Wanaweza kufanya chochote kinachoweza kuharibu taswira ya nchi, wanaweza kufanya chochote lolote linaloweza kuharibu taswira ya serikali, na serikali ikawa haina uwezo wa kufanya chochote. Masikitiko yangu makubwa. Hivi ninavyozungumza, vijana kutoka maeneo mbalimbali kwenye nchi zaidi ya 15, akiwemo kijana wa Mbeya hapo na kijana wa hapo Lupembe, Njombe, wametekwa. Hawajulikani waliko, hatujui hali zao, wako hai ama wamekufa hatujui. Wanachukuliwa ama wanatekwa na watu wanaitwa wasiojulikana. Kabila ambalo limeonekana sasa lina uwezo kuliko jeshi la polisi na lina uwezo kuliko vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwenye nchi. Jambo la kusikitisha sana. Na mbaya zaidi, bado kuna taarifa na fununu mbalimbali kwamba tunatafutwa sana viongozi wa chama, viongozi wa baraza la vijana wa Chadema, kwamba eti tukamatwe. Na tukikamatwa kwa utaratibu, sijui ya utaratibu gani, kwamba tukikamatwa kwa utaratibu tutawekwa ndani mpaka uchaguzi upite, lakini tukifanikiwa kukamatwa kinyemela, yani kwa utekaji, ndio haijulikani. Ndio sasa tunatoa wito kwa mamlaka zote za nchi. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania, na sisi tunaipenda nchi yetu, na ndio maana tumekuwa tukisimama wakati wote kusema kwa ajili ya nchi yetu. Hakuna nchi nyingine tunaipenda zaidi ya Tanzania. Ardhi yetu ya uzao wetu ni Tanzania. Tutasema
maadamu tunasema kweli na tuna uhakika tunasema kweli na tunasimamia hiyo kweli, tutasema hatutanyamaza. Sasa ombi langu kwa hao sasa wanaoitwa wasiojulikana, kwa sababu sasa wana uwezo kuliko serikali, wana uwezo kuliko vyombo vya ulinzi na usalama, wakija wasinichukue wakanienda kunificha, wakanitese huko bure. Iwapendeze wakija waniue, waniache hapo, familia yangu upate mwili wangu, wakazike, waone kaburi langu, walie msiba, lakini mwisho wanyamaze na waseme ndugu yetu amelala hapa, kuliko hali inayoendelea sasa ya watu kutoweka na kwenda kusikojulikana. Familia zinabaki na vilio na majonzi, hawajui waweke msiba, hawajui wasiweke msiba, hawaelewi hali ya watu wao, hali ya wapendwa wao, hali ya kwamba wako na hali gani. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hii na tukanyamaza. Na sisi tumechagua. Watu wanajiuliza, mbona hawa watu pamoja na haya yote bado hawanyamazi, bado hawakomi? Ni hivi, tulicho nacho sisi ni ukweli, tulichosimamia sisi ni haki, na kwa sababu hiyo tunaamini kwamba hata Mungu yuko upande wetu, na ndio maana hatunyamazi. Hatudhulumu cha mtu, hatuibi cha mtu, hatupangi kuvunja sheria yoyote ya nchi, hatupangi kudhuru taifa letu pende, hatupangi kuvuruga kitu chochote. Tunazungumza kwa ajili ya nchi yetu, watoto wetu waikute nchi nzuri, na hiyo pawe ni mahali salama pa kuishi. Sasa ni wito wangu kwamba hatupaswi kuwa na taifa la namna hii, lakini kwa sababu haijulikani na bado wanatuwinda, basi watuwinde, watuue mpaka watakapotosheka, au mpaka siku mamlaka za serikali na vyombo vyake vitakapopata uwezo wa zaidi ya hili kundi linaloitwa wasiojulikana. Lakini watuue, watuache hapo, familia zetu zipate kulia msiba, waende wazike, waende wawe wanajua kabisa kaburi la ndugu yetu, kaburi la kaka yetu, kaburi la baba yetu, kaburi la mtoto wetu ni hili. Na kuliko hiki kinachoendelea sasa, ya kuacha majonzi yasiyo na mwisho, ya kuacha vilio visivyo na mwisho, haifai na haipendezi. Tanzania ni yetu sote, sisi sote tunaitaka Tanzania, na tunataka Tanzania pawe ni mahali salama pa kuishi, mahali ambapo kila mtu ana furaha kupaishi, si katika hali ya upendeleo, si katika ubaguzi, si katika kumuonea yoyote. Tunatamani kuwa na taifa ambalo tunarithisha haki, na haki ndio inakuwa msingi wa yote kwenye taifa. Na ndio wito wetu, na ndio msimamo wa chama chetu, kwamba tukishashinda, na tuna uhakika tutashinda, taifa hili tutarithisha haki, na haki utakuwa ndio msingi mkuu kwenye nchi. Watu wote watakuwa na haki ya kuishi, wana haki ya kufanya chochote, wana haki ya kuendelezwa, wana haki ya kupata huduma bora za afya na elimu, wana haki ya kuwa na miundombinu mizuri na haki zingine zote, huku haki kuu ya kuishi ikizingatiwa na kulindwa kwa gharama zote. Mtu mmoja kwenye taifa atakuwa na thamani kama ilivyo na thamani kwa mtu mwingine yoyote kwenye taifa. Baada ya kusemeni hayo, nawashukuruni sana. Mungu awabariki.